Alizaliwa Februari 5 mwaka 1990 huko Gisoni, Rwanda. Ana urefu wa mita 1.67. Nafasi yake uwanjani alikuwa anacheza kama vile midfielder. Wako midfielder wengi kuwahi kutokea, lakini nilijaribu kutafuta na huyu mwamba nikakosa kabisa, kwa sababu ni top of the top wa matopo. Je, unamjua ni nani? Basi usijali, ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana katika vilabu mbalimbali kama vile Young Africans, Kigali, Simba na vilabu vinginevyo. Wengi wanatamani kumjua hata kuwa ni mwamba gani. Basi usijali. Mwamba huyu alizaliwa 1990 huko Rwanda. Mwamba huyu alishawahi kucheza katika klabu ya Young Africans. Msimu wa mwaka 2006-2007 alibahatika kucheza katika klabu ya Rayon Sports ya huko Rwanda. 2007 hadi msimu wa mwaka 2011 alibahatika kujiunga na klabu ya APR ya huko Rwanda. Mwamba huyo alionekana kufanya vizuri katika misimu kadhaa akiwa na klabu ya APR. Ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana kwenye ligi ya Rwanda, lakini pia mwamba huyu akionekana kuwa ni miongoni mwa wachezaji ogopeka kabisa kwenye hiyo ligi ya Rwanda. 2011 hadi msimu wa mwaka 2017 Young Africans wakaamua kuinasa saini yake, na baada ya kufanya vizuri na kuleta kiwango bora katika klabu ya Young Africans, klabu ya Simba pia ikaamua kuinasa saini yake kuanzia msimu wa mwaka 2017 hadi pale 2019. Mwamba huyu alionekana kufanya vizuri katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sio tu kutoa pasi za maajabu, hata goli la maajabu anaweza kukupatia huyu. Sio tu dakika za 15 za mwanzoni, hata zile dakika 15 za mwishoni. Je, unamjua ni nani? Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili umjue kiundani zaidi. Msimu wa mwaka 2019 baada ya kuachana na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mwamba huyu akaamua kwenda kujiunga na klabu ya AS Kigali ya huko Rwanda. Kwa Tanzania nadhani mtakuwa mnaijua sana timu kutokea Rwanda, AS Kigali. Msimu mwaka 2020-2021 mwamba huyu akaamua kurudi tena katika klabu ya Young Africans ambaye alishawahi kuchezea msimu wa mwaka 2011-2017. 2020-2021 akajiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Lakini pia msimu wa mwaka 2021-2022 akaamua kurudi tena katika klabu ya AS Kigali ya huko Rwanda. Baada ya kufanya vizuri katika klabu hiyo 2022 akaamua kujiunga na klabu ya AR Town, na katika klabu hiyo ameonyesha kiwango bora kabisa cha kuvutia katika timu hiyo na kuonekana ni miongoni mwa wachezaji bora kuwahi kutokea. Wengi walimtambua kwa jina lake Haruna Fadhili Niyonzima, lakini mimi nilipenda sana kumuita Chief of the Chief wa machief wa Kabombo. Je, unamjua ni mwamba huyu? Nadhani utakuwa umempata vyema kabisa. 2006 mwamba huyu alibahatika kuitwa katika timu yake ya taifa kwa mara ya kwanza. Mpaka hivi sasa akikadiriwa kucheza mechi takriban 110 huku akiingia nyavuni mara 6 tu. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Langu jina ni Razak Mkuruma. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji, lakini pia na virabu mbalimbali.